Bwana, karibu sana kwenye duru ya kimichezo ya Game On. Kwenye line tunaye mjumbe wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Tunaenda kujua ya kiundani zaidi kuhusiana na taharuki inayoendelea kuzagaa kwa hivi sasa. Mjumbe, habari za wakati huu? Salama. Wana usiku tena ndugu zangu ni waandishi wa habari. Vipi, mnataka kufahamu kitu gani tena? Waandishi wa habari kazi yake ni kutaka kujua taharuki inayoendelea kwa hivi sasa kwenye klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Mnahusishwa na kwa baadhi ya wachezaji kuondoka kwenye viunga vyenu. Hizi taarifa zikoje? Hizo taarifa ambazo mmezisikia mbalimbali ambazo zinasambaa kwa mitandao ya kijamii, na siku zote haiwezekani mtu kuandika zile taarifa ambazo mnazihisi nyinyi ya kwamba si za kweli, lakini baadaye zikawa za kweli. Inasadikika ya kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao wanataka kuondoka ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club, lakini pia vile hata nyinyi waandishi mnatamani kujua, lakini bado official wanaita bado haijatolewa ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Hii ni maana ya kwamba kila kitu kwanza tunaweka katika mpangilio wa ascending order, then baada ya hapo ndipo taarifa rasmi tutakuja kuitoa kwenye mitandao yetu ya kijamii. Lakini umeniuliza kuna baadhi ya wachezaji pengine huenda ambao wanasadikika kutaka kuondoka ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Kile ambacho mnachokihisi nyie ni kweli. Kwa mfano mchezaji kama Fabrice Luamba Ngoma amechapisha kwenye mitandao yake ya kijamii na kusema ya kwamba anashukuru uongozi wa klabu ya soka ya Simba kwa yale yote ambayo wamemfanyia na mengineyo kama mlivyoyasikia. Ni kweli Fabrice Luamba Ngoma amemaliza mkataba, lakini pia vile kuna baadhi ya wachezaji wengine ambao tutawatoa kwa mkopo kwa ajili ya kwenda kutafuta changamoto nyingine ya namba katika kikosi kingine. Lakini tunaangalia ni namna gani ambapo kwa msimu ujao ambapo tutakwenda kurekebisha maingizo mapya na kwa ajili ya kwenda kuhakikisha kwamba mataji ambayo tumeyapoteza ndani ya misimu minne mfululizo tunakwenda kuanzia msimu wa mwaka 2025-26 tunakwenda kutetea mataji yetu ambayo yalipotea kwa muda wa miaka minne mfululizo. Ndicho kitu ambacho tunachokwenda kukifanya kwa hivi sasa, na kuhakikisha kwamba tunakwenda kupambana na kuangalia ni namna gani ya kwamba tutakwenda kurudisha heshima ya Simba katika ardhi ya Tanzania pamoja na nchi ya mipaka ya Tanzania, tukiwa tuna maana ya michuano ya kimataifa. Lakini kitu kidogo ambacho tunapambana kwa sasa ni kuangalia kubakisha kipenzi cha Wekundu Msimbazi Simba Sports Club. Nani huyo? Unajua tusitake kuficha sana vitu ambavyo havina umuhimu wowote. Sisi tulimsajili mchezaji kwa dirisha dogo la usajili kwa mkataba wa miaka miwili. Tulimsajili mchezaji kwa muda wa miaka miwili. Lakini kwenye issue ya kandarasi tulikubaliana kwanza ndani ya miezi 6 hii ndio ambayo tutahusisi kama Simba Sports Club tutakuwa na jukumu la kumlipa mchezaji huyu kwa muda wa miezi 6. Kama mchezaji huyu atatuofa kile kitu ambacho sisi Simba Sports Club pamoja na management nzima tutakwenda kuiterminate mkataba wake ndani ya miaka miwili ambayo tulisaini. Tulisaini mkataba wa miaka miwili, kama ni mkataba, lakini mkataba halali uliokuwa ndani kwenye kifungu ulikuwa ni mkataba wa miezi 6. Unajua kuna vitu ambavyo leo kuna watu ambao wanazungumza kila ambacho wanachotaka ni kwa sababu ya kwamba leo hii unamzungumzia mchezaji ambaye yuko kwenye peak na kwenye fomu ya hali ya juu kweli ambaye tumemsajili. Wewe kama huyo mchezaji asingeingia kwenye mfumo wa kocha ndani ya misimu hii miwili tofauti, ndipo ingeanza taharuki kwa wachezaji pamoja na mashabiki ya kusema kwamba mmeleta mchezaji wa namna gani na mmemsajili kwa muda mkataba wa miaka miwili. No doubt tulishafanya hapo nyuma kwa muda mrefu sana. Ukaangalia tumemsajili kwa Omar Gombe mkataba wa miaka miwili, anatumikia mkataba wa mwaka mmoja, unabaki wa mwaka mmoja,
then tunakuja kuuvunja. Ndio maana Simba Sports Club tangu mwaka jana dirisha dogo la usajili tumeona kwamba sasa ni rasmi tunabidi tufanye mazingira ambayo tunamsaini mkataba mchezaji, lakini kwa kuangalia kipengele cha kuongeza mkataba mwingine mbele kama atatuofa kile ambacho sisi na mashabiki wetu tunakihitaji kutoka kwake. Hii tafsiri yake nini? Labda huenda ikawa hamjiamini kile ambacho mnachokifanya, ndugu mjumbe. Hapana, sio kama hatumjiamini kwa kile ambacho tunachokifanya, hapana. Ila tumeshafanya makosa mengi hapo nyuma, isipokuwa hatutaki kurudia yale makosa ambayo tuliyafanya hapo katika miaka ya nyuma. Makosa hayo asiyefeli tuyachukue tena kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunayafanya katika msimu wa mwaka 2024-2025. Tunakuwa hatuutendei haki mpira, kwa maana unajua sidhani kwamba kama mtu anapokuwa anahitaji mchezaji mzuri, ni mawazo yangu na fikra zangu, sidhani kama mtu anapokuwa anahitaji mchezaji mzuri unaingia sokoni ya dirisha dogo kwenda kumwangalia mchezaji. Obviously dirisha dogo ni kwa ajili ya kwenda kusahihisha marekebisho ambayo yalifanyika ndani ya dirisha kubwa, lakini pia vile vile kwa ajili ya kwenda kufikia ambayo kuna baadhi ya replacement ambazo unaziona hazikuwa sawa. Mimi nakuja kuona kwamba hili ni jukumu la kwamba kwenda kulifanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nafanya replacement iliyokuwa bora ambayo itakwenda kuleta matokeo katika msimu mzima ambao tunakwenda kuutumia. Nikiwa na maana gani? Tumesajili vya kutosha katika dirisha kubwa la usajili. Ndio maana lipo dirisha dogo la usajili, likiwa na maana ya kwamba kama kuna replacement yoyote ambayo unaiona ndani ya dirisha lako kubwa la usajili ulifanya, lakini pia vile vile haukuridhishwa na kile kiwango cha wachezaji ambacho ulikiona, ni sasa rasmi utahitaji ya kwamba kwenda kumchukua mchezaji huyo na kwenda kufanya replacement katika eneo lile ambalo ulikuwa unajitahidi. Lakini nenda tu kaangalia miongoni mwa vitu vingi ambavyo vinawakomesha watu wengi sana na katika timu nyingi sana, ni pale hususan kabisa kwenye dirisha dogo la usajili. Brother, trust me, ni si mara yangu ya kwanza kuongea na nilishawahi kufanya mahojiano na baadhi ya watu niliwaambia, unapokuja kwenye swala zima la dirisha dogo la usajili, ili ni meza job quality ambayo unaitaka, ambayo utaipata katika dirisha kubwa la usajili. Yaani dirisha dogo la usajili it's like a betting, kama mchezaji vile ambavyo tunabetisha, tunabashiri huenda huyu akaingia kwenye mfumo wa moja kwa moja. Ndio maana unakutana na vilabu vingi ambavyo vinavyokuwa vikimtaka mchezaji. Obviously mchezaji anayetakiwa katika dirisha dogo la usajili amepewa mkataba mkubwa sana, ni mwaka mmoja kwa ajili ya kwenda kufanya replacement katika timu. Kwa hiyo mjumbe, mashabiki wa Simba wanataka kufahamu sasa, maana umetoa maelezo mengi, unataka kujua Jean Charles Ahoua, Deborah Fernandez Mavambo watakuwa ni moja kati ya wachezaji watakaoendelea kusalia katika viunga hivyo vya Msimbazi, ingawa bado mapema kulizungumza hilo. It's true, kila mtu anachosema wewe ni bado mapema sana kukizungumzia swala kama hili, kwa sababu ya kwamba wote ni wachezaji wa Simba Sports Club. So tunasubiri ripoti ya mwalimu ambao ameiwasilisha leo katika dawati letu, then tutakaa sisi kama management nzima tuangalie ni kitu gani ambacho mwalimu anataka kuachieve na sisi kuelekea katika msimu wa mwaka 2025-2026. Then tutaangalia project ambayo mwalimu ametuletea, then tutaangalia kama tutakuwa na uwezo wa kuishi nayo project ambayo mwalimu ametuletea. Obviously tutaishi nayo kwa sababu kama itakuwa iko ndani ya uwezo wetu. Lakini kama ikiwa nje ya uwezo wetu, tutakuja kuangalia sasa ni namna gani ambapo tutabidi tuorganize na mwalimu vizuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata quality na quantity ambayo inaweza kutusaidia kwa msimu wa mwaka 2025 kwenye mapambano yetu ya ligi kuu Tanzania bara. Umeniuliza kuhusiana na Jean Charles Ahoua, ni mchezaji ambaye alitoka Ivory Coast Stella Dejaine na kujiunga na Simba Sports Club. Alimaliza kama MVP, but the same msimu huu anamaliza kama top scorer wa ligi kuu ya Tanzania bara maarufu kama NBC Premier League. To me no doubt ni kwamba ni mchezaji mzuri, lakini pia vile vile na namba pia zinaongea. So amesalia na mkataba wa mwaka mmoja na bado mwalimu ana process naye kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anawarudishia mashabiki wa Simba furaha
ambayo wameipoteza kwa muda wa miaka 4. You talk to me about Nico Fernandez Mapambo. Ni mchezaji ambaye alianza vizuri, tukatani, ni mchezaji mzuri, lakini kwa taarifa ambazo nilizokuwa nazo, mwalimu hajakidhi na vigezo vya mchezaji yule Nico Fernandez Mapambo. So tuko kwenye taratibu ya kuhakikisha kwamba tunamalizana naye kwa sababu alishasaini mkataba wa miaka 2. So tunaangalia ni namna gani ambavyo tunaweza tukamalizana ili mradi kila mmoja aweze kuchukua chake. Kama mwalimu mwenyewe ameshasema hayupo kwenye project zake, na ndio maana unamuona for the 7 days alikuwa akianzia kwenye benchi la ufundi. This means kwamba mwalimu hakuwa na mpango madhubuti na mchezaji huyo. Ndicho ambacho tunachoweza kusema kwa sasa, lakini yote kwa yote mkae karibu na Simba App, ambapo sehemu pekee tunapoweza kuzileta taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Sio hao tu, kuna baadhi hata wengine pia wachezaji ambao almost ni karibia wachezaji 6 mpaka 7 wazao katika ardhi ya Tanzania. Kidogo watatupisha kwa ajili ya maingizo mengine mapya. Tumedhamiria msimu wa mwaka 2025-26 kurudisha heshima ya Simba Sports Club. Kwa hiyo wana Simba wakae wakijua na msimu unaofuata mnaenda kutengeneza timu kiachana msimu uliopita sasa. Sasa itakuwa ni kichaka cha kujifichia. Yaani hizo zitakuwa ni kichaka cha kujifichia. Although unajua kuna mengine sipendi kuyaongea kwa sababu ni mambo ya kitaasisi. Lakini napenda tu kuyazungumza ni kwa sababu ya kwamba ninyi wanahabari mnahitaji kutafuta habari kwa ajili ya kuwajulisha mashabiki wenu pamoja na washabiki wa mpira. Simba hatukutengeneza timu, bali Simba tulisajili timu ya ushindani. Lakini pia vile vile ni kurejesha kitu kimoja. Hakuna timu ambayo inatengenezwa inakwenda kuperformance vizuri ndani ya msimu mmoja. Kwa nini? Ndio. Chukua details hizi hapa. Msimu unamalizika tulikuwa na alama 69. Obstacles. Ndio. Ndani ya msimu huu tumemaliza tukiwa na alama 79. Tunaweza tukasema tumeachieve 10 points kutoka msimu unamalizika mpaka msimu huu. Lakini kitu kingine ambacho tumeachieve, tumefika kwenye tournament za CAF Confederation Cup kwa mwaka 2024-25 hatua ya finali. Ndio. Remember, wakati tunaanza msimu, project yetu ilikuwa si kufika hatua ya finali. Project ilikuwa ni kufika hatua ya nusu finali. Tulipoiona project yetu kufika nusu finali, na kila tukimwangalia mpinzani wetu kuelekea kwenye nusu finali, tunaona ya kwamba inawezekana kumbe hata huyu tunayependa kucheza naye inawezekana kufunga tukafika finali. Ndiye maana unaona tulitia nia na dhamira kubwa kuangalia timu ambayo tumekutana nayo katika hatua ya nusu finali. Pengine ni mkubwa kuliko sisi ama sisi ni mkubwa kuliko wao. Matokeo yake tulikwenda kukutana na Stellenbosch kutokea Afrika ya Kusini. Ukichukua mzani wa Stellenbosch pamoja na Simba, Simba ana ranking nzuri kwenye tournament ya CAF kuliko Stellenbosch. This why tunaingia kwenye tournament, tulipoanzia nyumbani tulimfunga. Tukaenda ugenini tukakwenda kutafuta aidha sare ama ushindi. Inshallah tukaipata. Matokeo yake tukafanikiwa kufika katika hatua ya finali. We can see tuliachieve. Hakuna matokeo ambayo yanakuja yanasema hapana, sisi kufika finali tunaweza kusema tulimkutana na mpinzani dhaifu ndiye alitufanya sisi tufike finali. Kwa hiyo hii ina maana ya kwamba Simba tulikuwa hatutengenezi timu. Tulikuwa tunaamini ya kwamba kile tunachokifanya kinaweza kwenda kutupa matokeo chanya tofauti na msimu uliopita. Kilaza no one ambaye anaweza kuingia sokoni kwa ajili ya kwenda kusajili tena na kuambia mimi nina mpango wa kutengeneza timu. Hizo ni drama ambazo zinazungumzwa. Na wao hawajawahi kusikia hata mmoja kiongozi wa Simba
anazungumza kuhusiana na scenario kama hizi ya kwamba tunakwenda kutengeneza timu kwa ajili ya msimu wa mwaka 2024-2025. Kama tungekwenda kutengeneza timu, hakika mpaka dakika salama, dakika za mwisho tunapokwenda kucheza dhidi ya Young Africans mchezo wetu wa mwisho, ni dhahiri shahiri kama tusingekuwa hapa, tusingepiga leo hii basi hata kombe lisingewekwa mezani. Hii itakupa matokeo ya kwamba sisi tulichokuwa tunakifanya kama viongozi, tulikuwa tunadhamiria kwamba sisi tumeingia sokoni kwenda kusajili tukiwa na imani ya kwamba wachezaji hawa huenda wakatuvusha kuelekea katika nchi yetu ya ahadi. Sasa kama wameshinda kutuvusha kuelekea katika nchi yetu ya ahadi, na unaona kuna baadhi ya wachezaji waliperformance vizuri, lakini pia vile vile wameonyesha jitihada yao na kuipambania longo ya Simba, hakuna budi wachezaji wale kuendelea kuwepo kwa msimu ujao na kuangalia kama kuna baadhi ya wachezaji wengine ambao wamefeli. Ndio maana narejea tena moja kwa moja kwenye project ya mwalimu. Tutaangalia kama akisema huyu anatufaa, huyu anatufaa, tutaendelea kuwa naye. Kama akisema huyu hatufai na huyu hatufai, tutawapa mkono wa kwaheri. Kwa nini? Tunataka kuachieve vile vitu ambavyo tumevipoteza misimu mingi nyuma, ndivyo twende tukaziachieve kwa sasa kwa msimu wa mwaka 2025-2026. Na nina imani ya kwamba itawezekana kwa msimu wa mwaka unaofuata.